Mimi sitataka kurefusha sana, inshallah nitapisha Sheikh Muhammad Abu Shuraim naye atakuwa na kalima fupi. Ni neema kubwa hii ambayo imekusudiwa katika msikiti wetu huu mtukufu. Neema ya kuanzishwa katika msikiti huu durus au halaka ambazo zitakuwa zikitangaza ilmu. Na katika dunia hii hakuna kitu kikubwa kama ilmu. Kwa sababu moja katika faida ya ilmu ni kuwa ukiwa na ilmu ndo utaweza kuitekeleza ibada ile ambayo umetakiwa na Mwenyezi Mungu itekeleze kama vile inavyotakikana. Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alituambia innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. Hakika wale ambao wanaweza kumuogopa Mwenyezi Mungu vile inavyotakiwa basi ni wale watu ambao wao wameweza kusoma kisawasawa zikasomeka. Hawa ndio wanaokuwa na uwezo wa kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu inavyotakiwa na kumuogopa. Kinyume chake ni kuwa lau kama hutokuwa na ilmu ya kisawasawa basi itakuwa ni vigumu kumuogopa Mwenyezi Mungu, itakuwa ni vigumu kuitekeleza ibada kwa namna inavyotakiwa. Na ndipo hata mmoja katika mashuara au katika wanavyoni sahibu Zubad akasema wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kila yule ambaye atakuwa afanya amali, aswali kwa wingi, afunga kwa wingi, afanya ibada kwa wingi, lakini akawa hana ilmu juu ya ile ibada ambayo aitekeleza, basi a'maluhu mardudatun la tuqbal. Huenda zile amali zake zote zikaregeshewa mwenyewe na zisikubaliwe. Na si katika ibada peke yake, utaona hata katika mambo yetu ya kibinadamu ni kuwa mara nyingi hatuwezi kuyafanya mpaka tusome. Ndivyo sivyo ndugu zangu? Sasa hivi ukapo ufunguo wa gari ukaambiwa uende kuendesha gari pale, utasema la, mpaka niende wapi kwanza? Niende skuli nikafundishwe, thumma baada dhalika ndo nitaweza kuendesha gari. Nenda kuendesha ndege, utaambia la, hiyo tena mpaka nianze nasar, nisome kuanzia nasar skuli, alafu niingie class 1 2 nimalize form 1 mpaka nimalize form 4, kisha niende nikasomee haswa kuhusu masala ambayo kwamba yamefungamana na mambo ya kuendesha ndege. Vipi ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo hii yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo bila shaka tumetakiwa tuwe wenye kuisoma ibada zaidi. Nasaha yangu tu, ingawa nasaha hii yaenda kote, yaenda kwenu nyinyi na kwangu mimi, ni kuwa tufanyeni bidii wale ambao kwamba tutahudhuria katika hizi durus, tuwe wenye kufanya bidii juu ya durus kama hizi, kwa sababu tuambiwa man ijtahada wajada, mwenye kujitahidi ndiye anayepata. Ikiwa hutokuwa na bidii, durus imeanza, umekuja siku ya kwanza, siku ya pili ukuja, waja mara waacha kuja, mara ukija umechelewa, hutoweza kufaidika. Kufaidika ni mpaka ujitahidi, na kujitahidi ni kuwa ule wakati ambao kwamba utakuwa kuwekwa basi usikupite. Darsa ikianza uwe tayari, uenda sambamba na mwalimu, uenda sambamba na shekhe, basi hapo ndio utafaidika na ndipo utaweza kuipata ile ilmu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuwe wenye kuikumbatia. Na pia katika njia ya kuweza kufaidika na ilmu, baada kuwa utafanya bidii kwa wakati na kutwalii pia kile utakachokisoma, ukitafakari na ukifanyie murajaa, halikadhalika pia tuwe wacha Mungu ndugu zangu Waislamu. Tujaribuni kuepuka maovu na tujaribuni kuyashika mazuri kwa wingi. Tutakapokuwa na tabia hii, Mwenyezi Mungu atatufungulia katika kufahamu, atayafungua mabongo yetu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mwenyezi Mungu asema muogopeni yeye Mwenyezi Mungu atawafundisha. Kuna ilmu yaitwa ilmu ladunni, kuna ilmu ya kawaida ambayo kwamba waipata kupitia juhudi yako, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayekupa ilmu kama hiyo. Lakini kuna ilmu special ambayo kwamba ni ya maajabu, kama ile ilmu waliopewa
wanavyoni wetu waliotangulia, ilmu ambayo kwamba lao ukiipima ilmu yao na umri wao utaona ni tofauti kabisa. Nikipiga mfano tu Imamu na Shafi'i rahimahullah, lau kama compare baina ya umri wake na vitabu alizoziandika, basi bila shaka utasema si yeye alizoandika hizo vitabu. Labda kuna mtu mwingine alikuwa na miaka 200, 300 au miaka 1000 ndio alizoandika vitabu kama hivyo, kwa sababu haziwezi vitabu vote hivi vikaandikwa na mtu ambaye kwamba ameishi miaka 60 na. Sasa ile ni ilmu laduni, ni ilmu ambayo kwamba walipewa kwa sababu ya uchamungu wao. Na ndipo utaona ukisoma tarikh utaona zile hifadhi zao zilivyokuwa na nguvu. Huyu imamu msone mmemshika Imam Shafi'i ukaona labda wale wengine siwatambui, isipokuwa tu imenidhirikia kumtaja Imam Shafi'i. Lakini ni wanachuoni takriban wote ukisoma tarikhi zao utaona walikuwa na tabia hii, walikuwa na nguvu za kuhifadhi, walikuwa wamebarikiwa ilmu kwa sababu ya uchamungu. Imam Shafi'i wakati akihifadhi tuambiwa lao kama ataka kuhifadhi kitabu basi ilikuwa lazima upande wa pili aeke mkono, kwa sababu akipitisha tomato namna hii tayari ashashika. Na lao kama hatoweka mkono upande wa pili basi akishika atashika, yani badala kushika mstari mmoja atashika mistari miwili wa huku na wa huku. Na yafaa ashike mstari mmoja alafu wa pili ashuke mpaka chini kisha aingie kwenye peji ya pili. Sasa akiwa hatoweka mkono basi ile hifadhi itahifadhi yani alivyokuwa na nguvu ya kuhifadhi. Tuambiwa kuna siku moja ilikuwa kuna watu wawili wanapigana, wanatukanana barabarani. Mmoja akampeleka yule mwenzake kwa kadhi ya kwa huyu bwana amenitusi, amenifanya hivi. Sasa wakaulizwa wakaambiwa mna shahidi? Wakasema yuko, kuna bwana mmoja aitwa Shafi'i. Akaitwa Imam Shafi'i. Alipokuja akaambiwa, je, umeshuhudia hii kesi? Yani uliwakuta, yani ulikuwako wakati walipokuwa wakiteta hawa? Imam Shafi'i akasema ndio ulikuwako. Je, nani alikuwa na makosa katika alomtukana mwenzake ama alomtusi mwenzake? Akasema wallahi sijui, isipokuwa tu yale waliyosema niliyasikia, kwa sababu ilikuwa si katika kabila lake. Lakini pamoja na kuwa wale jamaa walizungumza lugha ambayo kwamba alikuwa hakuifahamu, Imam Shafi'i akaweza kuhifadhi maneno yao yote. Akamwambia kadhi, mimi nitakwambia huyu alisema nini na huyu alisema nini. Sijui maana ya yale waliyosema kwa sababu mimi yani si katika kabila lao, lakini nitakutajia maneno yote. Na taban akasema huyu alizungumza hivi na huyu akanjibu hivi. Angalia ile hifadhi ilivyokuwa kani kama vile leo, yani muone wa China wawili yani wanashindana, yule anamwambia yule kisha baada ya hapo na wewe si Mchina uambiwe walisema nini wale, useme kwa yule alisema yule alisema yani ni hifadhi ambayo kwamba sasa hii hifadhi hii ukifuatia wanachuoni wote utakuta kuwa hifadhi hii walipata kwa sababu ya ucha Mungu. Na ndipo kidogo Imam Shafi'i alipofanya maasi siku moja, kwa namna tulivyopokea kwa mashaikh, ingawa sijahakikisha sijaona katika kitabu maneno haya, lakini tulivyopokea kwa walimu zetu ni kuwa Imam Shafi'i siku moja kwa bahati mbaya aliona kisigino cha mwanamke. Ile kuona kisigino cha mwanamke ikawa ni sababu ya hifadhi yake yani kushuka. Na ndipo hata mwenyewe akatuambia, shakautu ila Waqi'i su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'as. Imam Shafi'i asema shakautu ila Waqi'i su'a hifdhi, nilimshtakia mwalimu wangu Waqi', yani uovu wa hifdhi yangu, naona hifdhi imeshuka kidogo. Fa arshadani ila tarki al-ma'asi, asema kwa mwalimu wake akamwambia, akamuongoza akamwambia ata kumwasi Mungu. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, asema Imam Shafi'i mwalimu wake akamwambia, akampa habari kwa hii ilmu ni nuru, wa nurullahi la yuhda li'asi, na nuru Mwenyezi Mungu haimongozi mtu aswi. Kwa hivyo ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, ikiwa sisi tutakuwa tukimwasi Mwenyezi Mungu, tutakuwa tuangalia mambo ya haramu, basi tuelewe ya kwamba tunaweza kuja katika durus, tutapata faida, lakini faida itakuwa ni ndogo sana, na haitoweza ile faida kupanua mabongo yetu na kuweza kufanikiwa kama walivyofanikiwa
watu wema waliotangulia. Kusudi letu zaidi ni kuwa yatakiwa sisi tuelimike kama walivyoelimika watu wema waliotangulia. Kwa haya machache na imani na mimi nimenena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hakika mengi yamezungumzwa na ni faida nyingi ambayo tumeweza kuipata kutoka kwa mashekhe zetu, walimu zetu, Sheikh Yusuf na Sheikh Muhammad Abu Shuraim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika mizani ya mema yao. Ikhwati fillah, mimi yangu ni tu kuwaeleza kwamba vikao kama hivi vinaweza kuwa ni changing point yako katika maisha yako. Nikisema changing point na kusudia kwamba nukta au sababu ambayo itakupelekea wewe ukaibadilisha maisha yako. Kivipi? Kwamba sisi kama vijana mara nyingi sisi tuwapitia katika mambo ambayo inatushawishi nafsi zetu, mambo ambayo inatupoteza katika mwelekeo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mengi utaona kwamba vijana wingi yale mambo ya makosa ambao wanayafanya, wanajua kwamba hili ni kosa na wanafahamu kwamba hili ni dhambi na hili mimi sifai kulifanya, lakini utaona anakuwa ni mwepesi yeye na anateleza kwa urahisi sana katika makosa kama ile. Kwa nini? Kwa sababu kama tulivyoelezewa, pengine huenda ikawa imani zetu ziko chini, huenda ikawa sisi hatui ni wenye kumweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zetu mara nyingi, huenda ikawa sisi hatui ni wenye kukumbushwa mara nyingi. Kwa hivyo pindi utakapoona kwamba kuna sehemu watu wanakuwa ni wenye kukumbushwa kwa wingi, basi jaribu ala al-aqal, yani kwa wiki mara moja mara mbili uwe ni mwenye kuhudhuria katika vikao kama vile. Nataka kutoa kisa ambacho mimi mwenyewe nakipenda sana kwa sababu ya ile faida ambayo iko ndani yake. Kwa hivyo tusikilize hii kisa kwa makini, na sote hapa kila mmoja ataweza kuona faida ya mtu mwenye kupata mauidha au mwenye kukumbushwa. Fudhail ibn Iyadh. Wangapi tumjua Fudhail ibn Iyadh? Tunyoshe mkono. Wangapi? Fudhail ibn Iyadh. Tayeb. Naamini kuna wengine wajua lakini hawataki kunyosha mkono, lakini hakuna neno inshallah. Almuhim, Fudhail ibn Iyadh alikuwa akijulikana katika zama hizo ni mtu ambaye ni mwizi, jambazi kabisa. Tena yeye uwizi wake anawaibia wale watu ambao wanapita njia. Mtu ambaye ni msafiri, basi kazi yake ni kumtaimu na kumtarget, akaenda akamuibia. Siku moja Fudhail ibn Iyadh yasemekana kwamba alikuwa ana msichana ambaye alikuwa akimpenda sana. Katika kuenda ama kuelekea katika nyumba ya yule binti, akapata kusikiliza mmoja ambaye alikuwa akiswali swala ya usiku, tahajjud. Wakati watembea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwafikia yule aliyekuwa akiswali, na huku anaswali anatoa sauti kubwa. Akafika katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hadid aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu
an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Je, haijafika wakati kwa watu wakawa ni wenye kurudi nyuma, kuacha maasi, wakawa ni mwenye kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Fudhail ibn Iyadh, aya kama ile ikawa ni mwenye kumgusa moyo wake, pale pale akaamua kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale pale akawa ni mwenye kuamua kujibadilisha maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa amepata mauidha, amepata kusikia aya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu kwake yeye kubadilika. Alikuwa yuenda kwenye maasiya, lakini pale pale akarudi nyuma. Asema Fudhail bin Iyadh, wakati ile aya ilivyomuingia katika moyo wake, akawa anatembea hajui anaelekea wapi, huku akikariri akisema bala ya rabbi, bala ya rabbi, qad an, akisema ewe Allah, hakika imefika wakati huo. Tupata faida gani ikhwa? Na huyo Fudhail ibn Iyadh, baada ya kutubia kwake, hivi sasa nadra sana utapata kitabu kinachozungumzia kuhusu tauba ukakosa kisa chake. Mpaka akawa baada ya kutubia kwake ikawa hatoki pale haram, ikawa yeye ibada zote wazifanya pale haram, hatoki kabisa, mpaka akapewa jina, title, anajulikana kama Abid al-Haram, yani mtu ambaye waabudu sana pale haram. Kwa hivyo tuone ya kuwa faida ya mtu kuweza kupata pindi atakapokuwa katika sehemu au katika maeneo ambayo atakuwa ni mwenye kukumbushwa juu ya ayat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ahadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam, huenda ikawa ni turning point yako. Sisi leo vijana mara nyingi huwa tuchukuliwa na hizi fitna ambazo ziko katika mujtama. Huenda hata ikiwa wewe kweli wajaribu kusimama katika istiqama, waswali swala zako kwa wakati, wajitahidi, wasoma Qur'an, wa maa dhalik huenda ukateleza ukaingia katika maasiya. Kwa hivyo ni muhimu sana akhi almuslim, ni muhimu sana 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 tujitolee, na nafsi zetu hizi ni lazima sisi tuzifanyie kazi. Usisikize nafsi yako ikikwambia bana utakwenda kesho, utakwenda next week, si jambo ni kila wiki. Pumzika leo bana, mwenyewe unchoka leo, ama leo kuna game yachezwa, kuna finali. Nafsi yako ni muhimu sana uitendee kazi. Kwa hivyo mimi natoa wasia ikhwa, ni muhimu sana kwetu sisi kuwa ni wenye kuhudhuria katika maeneo kama haya, katika halakat kama hizi, katika durus kama hizi. Huwezi kujua wewe umehudhuria kwako neno moja ambalo utalisikia likawa ni sababu kwa wewe kubadilika katika maisha yako. Kando na zile fadhila nyingi ambazo mwanadamu Muislamu anazipata katika vikao kama hivi, miongoni mwa fadhail ambazo mtu anaweza kuzipata ni kwamba anasamehewa madhambi yake. Je, sisi tushajua kwamba mtu kuhudhuria dars au muhadhara, ikawa katika dars kama ile anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha katika kikao kile ambacho wewe utakuwa umekaa kwa muda nusu saa ama dakika 40, ukawa ni mwenye kusamehewa madhambi yako? Katika hadith ambayo ni sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa nada munadin minas samai qumu maghfuran lakum. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna watu wakawa ni wenye kukaa, wakawa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kukumbushana juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mamrisho yake, makatazo yake, ila watu kama hao pindi watakapomaliza kikao kama hiko
basi wakawa ni wenye kusimama huku wanaambiwa na malaika, simameni mumesamehewa madhambi yenu. Hatuoni kwamba hizi ni fadhila ambazo sisi twazikosa kwa wingi? Kando na zile fadhila ya mtu kukaa baina ya swala mpaka swala, mtu anapomaliza swala yake ya faridha akawa ni mwenye kukaa pale pale katika kile kikao, kadhalika malaika wanamwombea maghfira na rahma. Fadhila nyingi mwanadamu anaipata pindi anapokaa katika durus, katika halakati kama hizi. Kwa hivyo mimi yangu ni kujihusia nafsi yangu na kuwahusia na nyinyi ndugu zangu, tuhudhurie kwa wingi insha Allah. Na mimi naamini kwamba sote ambao tuko hapa katika siku kama ya leo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia ni kama ambaye ni sign kwetu sisi, Mwenyezi Mungu kutupenda, kutujalia sisi kuhudhuria katika kikao kama hiki. Maana ni vijana wangapi ambao hivi sasa wako mitaani, wengine wako maskani, wengine wanakula marungi, wengine wanafanya maasi mbalimbali. Lakini wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kuhudhuria kwako katika msikiti kama huu. Hii ni ishara ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutakia khairi. Basi ifanyie bidii, iendee mbio kama vile ulivyoweza kuhudhuria leo. Basi tukielezewa zile siku ambazo hizi halakati zitakuwa ni yenye kuendelea, tujitahidi tuwe ni wenye kuhudhuria. Kadhalika usijitakie khairi peke yako, una rafiki yako mvute ikiwa waja, una ndugu zako, una cousin zako, ukiwa waja kuwa ni wenye kuwavuta. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia vikao kama hivi viweze kuzalisha matunda, na ikawa sisi sote kila tutakapohudhuria katika vikao kama hivi tukawa ni wenye kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache na mambo Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Ikhwa, nadhani tutampisha Allah Khassaf Athman ambaye yeye ndo atakuwa ni mwenye kuendeleza halakati kama hizi. Atatueleza yeye mwenyewe insha Allah utaratibu ambao atautumia siku ambazo hizi halakati zitakuwa ni yenye kuendelea. Na baada ya hapo pia nadhani kama alivyotaja Sheikh Yusuf kwamba sisi huwa mara nyingi tunapenda pia kusaidia vijana katika miradi ya kazi, na hii ziara haikuwa ni ya kwanza. Tuliwakuja takriban mwezi kabla, tukawa na vijana ambao walitoa ombi ya kusaidiwa katika biashara yao ya makaa. Kwa hivyo alhamdulillah leo tumeweza kuja na amana yao. Kwa hivyo inshallah baada ya hiyo kupata maelezo kamili tutaweza kuwa na ndugu zetu ili kuwakabidhi amana yao biidhnillah ta'ala. Jazakumullah khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa taufiki mpaka hapa tulipofikia, kwamba tumeweza kusikia kupata faida kutoka kwa Sheikh Yusuf pamoja na Abu Shuraim na Alakh Ibrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Turejesha shukrani tena kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wote hawa wanashirikiana katika khairi kama hii. Lengo kubwa kwetu sisi sote